Huu ni mwendelezo wa taarifa za uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025 na sasa tupo katika jimbo la Ngorongoro na ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi na serikali katika kata 11 zilizopo ndani ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro wamepongeza na kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hatua yake ya kurejesha maeneo ya vijiji na mipaka iliyofutwa awali, hatua iliyoleta suluhu na matumaini kwa wakazi wa eneo hilo. Yaniki Ndoinyo, mgombea ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Ngorongoro, pamoja na madiwani wateule na wenyeviti wa vijiji wamepongeza uamuzi huo wa serikali, kama hapa wanavyoeleza katika mkutano wa hadhara wa kuomba kura kwa wananchi za kukichagua Chama cha Mapinduzi katika ngazi ya rais, ubunge pamoja na madiwani. Sasa hivi tuko kwenye jukumu moja tu la kupigania Chama cha Mapinduzi, kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi inapata kura za kutosha kuanzia mgombea urais, mgombea ubunge kwenye jimbo letu la Ngorongoro na madiwani wote 28 wa Chama cha Mapinduzi. Hatutakubaliana na mtu anayetuharibia mchakato wetu wa kumtafutia rais kura. Mimi nawaahidi ndugu zangu wana Ngorongoro kuwateteeni, kufikisha ujumbe wenu kikamilifu bila kupunguza kitu kwa serikali, na nitahakikisha kwamba sisi na serikali tunakuwa wamoja, tunafanya kazi zetu kwa umoja na kwa ushirikiano. Haitatokea tena kutofautiana au kulumbana. Na hatutakaa kutengeneza maneno ya uongo kujitafutia sifa za kijinga. Hatutakaa. Mambo ni iliyonyooka, ya kweli na sahihi. Hiyo ndio mambo yetu. Naomba madiwani wenzangu, mambo yetu tunyooshe. Tunashindwa tunasema, tunaweza tunafanya. Si ndio jamani? Tuweke ni mikakati hiyo ya nguvu ya kuhakikisha kwamba watu wote wanatoka kupiga kura. Bahati nzuri tuna pikipiki za kutosha na wakina mama wana jambo lao. Hatujawahi kupata mwanamke anayegombea urais, lakini leo ndio mara yetu ya kwanza. Kwa hiyo tunahamasisha wamama kwamba hebu tujitokeze. Tuhakikishe Mheshimiwa Rais Samia anapata kura za heshima zaidi ya marais wote waliokwisha kupita. Tutahakikisha watu wote watafika kwenye vituo vyao kwa usafiri yote itakayowezekana. Sisi ni wafugaji na hiki ni kipindi cha kiangazi. Mifugo wana changamoto ya kupata maji na wananchi vile vile wana changamoto ya kupata maji. Tarehe 28 tutahakikisha kwamba kila mwenye mifugo awapeleke kwenda kuwaogesha, kuwaonyesha maji kwa maana hiyo. Ili tarehe 29 pasitokee na mtu anasema kwamba anaenda kuwanyonyesha mifugo maji. Sijui kama tunaelewana. Tarehe 28 tunafanyaje? Tunawapeleka mifugo kwenye maji, alafu tarehe 29 wote tutawaacha watoto tu wakachunge, lakini watu wengine wote tunakwenda kufanyaje? Tunakwenda kupiga kura. Naahidi chama changu sitawaangusha. Tuna kura ya Mama Samia kata ya Orbalban. Ile jeni yetu aliyorudisha tumempa hongera pia kwa aliyefanya. Tulimwambia pia asante kwa yale miradi aliyosema, elimu kwanza, ukarabati inaendelea, tumemshukuru. Lakini nimemshukuru kwa milioni 245 ambayo inaendelea kwa ujenzi wa shule wa misingi wa Irkipori. Tunataka kuchagua CCM kwa sababu ndio chama cha Nyerere. Ndio chama kilichoanza kututafutia uhuru, imezaliwa na TANU ambayo imetutafutia uhuru bila kumwaga damu. Historia ya CCM tangu baba wa taifa mpaka leo awamu ya 6 wako pamoja na sisi na tunakwenda sasa kuwaunga mkono siku hiyo. Kwa hiyo kama ni mgonjwa ambaye ataletwa na pikipiki, kama ni wagari, kama ni ya nini, chama tumeshajipanga. Sasa kama tunamleta mgonjwa na mtu mzee na mzazi aliyejifungua siku hiyo, nani mwingine atabaki bila kupiga kura? Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya
ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna baa maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.